Yes, hello, safi sana hapa. Leo nimetulia hapa mazingira matamu. Sijui uko namna gani, lakini napenda kwamba umeingia kwenye hii video na unatazama. Mimi naitwa Anthony Elam kama kawaida. Gumzo pevu tu, kuzungumza tu kuhusiana na mambo mbalimbali. Na leo nataka pitie maisha tu kawaida kwamba jinsi tunavyoishi na watu pale nyumbani. Sijui unaishi mtaa gani, lakini mitaa ambazo mimi nimeishi tuliishi kama jamii, na miaka ambazo niliishi tuliishi vitofauti sana, lakini kuna ndoto na maazimio mengi ambayo yalizaliwa katika mazingira tulioishi kutokana na hali tulioishi. Kwa hivyo environment tunayoishi saa zingine inasema sana maazimio yako, saa zingine inasema sana maamuzi yako. Yaani ukichagua kwamba mtu ambaye ameishi katika mazingira ya utajiri ni tofauti sana na mtu ambaye ameishi katika mazingira ya umaskini. Na mazingira ya umaskini inategemea na wewe uko katika level gani, unaweza sema kwamba hii ni mazingira ya umaskini. Utajiri pia inategemea umeishi katika level gani. Unajua kuna jamaa yangu fulani ambaye tuliishi naye kwenye ghetto fulani ambaye ilikuwa nyumba shilingi 600 wakati huo. Miaka za hapo nyuma, miaka ya 90 pale kidogo, kwenye mtaa moja. So nyumba ya shilingi 600 ilikuwa ni nyumba nzuri sana. Yaani single moja safi sana. Lakini hii nyumba tulikuwa tunang'ang'ana kulipa sana. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya mkahawa ambayo nilikuwa nalipwa 70 bob. Alafu jamaa moja anafanya kazi ya mjengo ambao analipwa 200, mwingine alikuwa anafanya analipwa 150. So mmoja alikuwa fundi, mmoja alikuwa. So inategemea na mazingira uko unaishi. Sasa huyu jamaa hadithi hii nakupigia ili uweze uelewe umaskini na utajiri inategemea na wewe unachukuliaje vitu. So huyu jamaa mmoja ambaye tulikuwa na jamaa mmoja ambaye yani alikuwa anasemaga kwamba yeye kuna maisha fulani anataka akiwa katika level ambayo amepata pesa nzuri, atavaa pamba safi, ataishi kwa nyumba moja bed sita safi, ateka ufa kwa nyumba kwenye TV nini. Sasa sisi sote tulikuwa na maazimio tofauti. Lakini katika hii mingangano huyu jamaa siku moja akapata kazi ya boutique. Akaanza kulipwa shilingi 5,000. I say, yani hatujui alitutoka namna gani. Siku moja jioni jamaa haji. Tumezoea tuko pale. Kumbe jamaa alipata 5,000, akaamua kuchukua nyumba ya shilingi 1,200 ambayo ilikuwa ka bed sita sehemu, ilikuwa nyumba nzuri. Akaenda kwenye hiyo boutique. Kwa hiyo boutique baadhi ya mshahara wake akaokota pamba safi, marashi, nini, mafuta, akapiga shave safi. Wakati huo kushave kwenye shilingi 100 ilikuwa ndo expensive sana, maana tulikuwa na shave na 20, 30. Sasa jamaa akawa ameishi mazingira tofauti. Akanunua simu. Sasa simu ambayo alinunua ilikuwa ndo simu ya juu kidogo. Ilikuwa inaitwa Motorola L6, ndo simu ambayo ilikuwa inatamba sana. Na mimi nilikuwa na kale kanaitwa Sagem, kasimu kadogo kale. Sasa mimi kwa hali yangu ya Sagem nilikuwa ndo maskini. Lakini kwa mtaa wetu kumbuke kwamba simu yangu ilikuwa inatumika na baadhi ya watu. Mimi nilikuwa naaminika ndo mtu niko mbele kabisa. Kwa hivyo simu yangu ilikuwa inatumika na watu kuonekana kwamba mimi ninajiweza kiasi. Kwa hivyo jamaa aliponunua Motorola S6 ndio simu ambayo ilikuwa ya internet, simu wakati ilikuwa na muziki nini, simu ambayo inaweza enda kwa nini. Yeye jamaa alionekana kwa moka zaidi. Kwa hivyo hata kumpata huyu jamaa tuko tunampata. Alafu sisi tulikuwa tumezoea kupanda bodaboda wa baisikeli. Sasa akawa ameondoka kwenye bodaboda wa baisikeli akaingia kwenye bodaboda wa pikipiki. Na sasa sisi bado tumesalia kwenye. Sasa sisi wale wa baisikeli tulionekana maskini. Sasa nilikuwa nakuelezea tu ili uone image kwamba utajiri inategemea na vile unaeleza. Sasa huyu jamaa baadaye akawa kwamba yeye yuko pale kwenye kazi ya 5,000 ndio ameomoka. Mimi nikapata kazi ambayo ilikuwa inanilipa shilingi 20,000. Na nikawa nimeondoka katika hayo mazingira, lakini jamaa huyu alikuwa tajiri wakati huo shilingi 5,000. Mimi nikaingia kwa 20,000, tofauti sana. Sasa utajiri inategemea na wewe unatokea wapi, alafu unachukulia vipi. Umaskini inategemea tu ile wanasema wazungu perception, yani mtazamo tu, vile unatazama vitu. Kwa hivyo jinsi tunavyoishi na jinsi unavyotaka kuishi wewe inategemea tu na vile unatazama. Maana maisha ni mtazamo. Hicho ndio kitu ningependa kueleza. Life is a perception. Vile unavyoona vitu. Siku hizi ukiona mtu anavaa vizuri, amenunua Porsche pale, safi, nini,
Siku hizi wanasema either ako forex ama Illuminati, Freemason, watakuelezea vile. Yaani imani tu ya watu. Kwa hivyo kwa kifupi namaanisha nini? Maisha ni imani. Maisha ni vile unatazama tu, vile unavyotaka kuiona. Unaweza ona umefanikiwa kwa kuwa umeachieve vitu fulani. Unaweza ona umefanikiwa kwa kuwa umeachieve kitu kadha wa kadha. Yaani kama umenunua, kuna mtu akinunua gari, utajiri huo. Kuna mtu akinunua shamba ndo utajiri. Na kuna yule aliona shamba na gari akiongeza biashara ndo utajiri. So kutegemea na vile unatazama. Sasa leo hii tunavyoishi, yafaa tuishi tukiangalia kwamba sisi sote tuko sawa, utofauti ni fikra zetu. Kwa hivyo tofauti yako wewe unayenitazama na mimi ni fikra. Fikra yako itaweza kuelezea jinsi gani utaishi na wapi utakokwenda. Sasa ili kuishi tofauti na watu wengine, inafaa ufanye kazi kwenye fikra yako. You must change your thinking, your way of thinking, the way you perceive things. If you see things in a poverty mentality, then you become poor. Ukiviona vitu katika akili ya ukiumaskini, then wewe unaweza kuwa mtu maskini. Ukiviona katika akili ya kuvifanyiza na kuwa utajiri, then kwa hivyo tofauti yako ya yule ambaye ni tajiri na wewe ni akili tu, sio mazingira. Yeye aliyekuwa anaishi ghetto akapata shilingi 5,000, akahama ghetto akaenda kuishi kwenye mtaa kidogo kwenye utajiri, akili yake tu ilifikiria kwamba hivyo ndivyo sawa. Na mimi niliyopata 20,000 pia nikabadilisha nikaenda katika mtaa same ule ule. Labda pia ilikuwa ni akili yangu. Kwa hivyo tunapoishi sisi sote, twafaa tujue kwamba tofauti ya binadamu na wote ambao tunaishi pamoja ni akili na jinsi unapochukulia vitu. Na usije ukadharau perception ya mtu mwingine. Usije ukadharau ufikiriaji wa mtu mwingine. Jinsi anavyofikiria inaweza kuwa ndo asset yako. Waswahili wanasema mtu hulia upumbavu wa watu wengine. Inauma sana. Mtu hukulia upumbavu wa watu wengine. Yaani usichokijua usiku wa giza. Yaani usichokijua wewe ndio yule mwingine anatumia kula. Kwa hivyo leo hii nitaka kupambanua tu kwamba fikiria kule unakoishi wewe. Je, ni kitu gani unaweza fanya ambacho ni tofauti na watu wengine ili uje uwe mtu tofauti? Ni kitu gani unachofanya katika maisha ambayo unaishi ili kubadili mazingira unayoishi? Fikiria. Ni fikra tu, ni mawazo tu, ni mtazamo tu ya jinsi unavyotaka vitu viwe. Kwa hivyo ukiona mtu yote ambaye amefanikiwa, ni mtu ambaye kwa ukubwa kabisa kisaikolojia alibadilisha ufikiriaji wake na jinsi anavyochukulia vitu. Kwa hivyo leo nizungumze kidogo na wewe ambaye uko pale na unahitaji ujumbe kuhusiana na kufika sehemu fulani ya kimaisha. Kwa mfano, kufanikiwa katika biashara, kufanikiwa katika mkondo wa kimaisha, kindoa. Sisi sote ni fikra tu. Yule ambaye anaamini kwamba na anafikiria kwamba hawezi. Yule ambaye anaamini kwamba anaweza. Kwa hivyo imani hiyo inajengwa na fikra zetu. Na mazingira tunayoishi yanaathiri sana jinsi tunavyofikiria. Ukikaa na watu ambao wanafikiria kwamba haviwezekani, basi haviwezekani. Ukikaa na watu ambao wanafikiria kwamba vinawezekana. Kwa hivyo chagua leo ni watu gani unataka kukaa nao, chagua leo ni safari gani unataka kwenda, amua. Ni kitu ukiamua ni hiki ninachokifanya, unajua kwamba ni pesa ngapi nahitaji, value ya pesa yako inapata value, watu ambao wanakuwa ndani ya maisha yako wanapata value. Hebu fikiria sasa, wewe leo hii uko busy hivi, alafu kuna mtu fulani ambaye anakupigia tu simu, alafu anakuambia ni aje, nataka kujulia hali, ukoje, umelala usiku wa manane saa 6 usiku. Unafikiria vipi? Yaani wewe tu umekaa, alafu mtu anakupigia anakuambia vipi, nataka kujua umelala namna gani. Hilo tunaweza fanya maamuzi kutegemea na jinsi tunafikiria. Mmoja atajua kwamba huyu jamaa anajali, mwingine atafikiria kwamba huyu mtu ni ovyo. Kwa sababu gani? Yaani usiku wa manane hautarajii kwamba kuna mtu saa 6 usiku ameketi. Okay? Kwa hivyo ni fikra na mtazamo wa maisha ndio unajenga maisha. Kwa hivyo jinsi tunavyoishi na kule tunakotoka na kule tunakokwenda, mtazamo wetu wa maana sana. So badilisha fikra zako,
utabadilisha mazingira yako, ubadilishe hali yako ya hapo mbele. Naitwa Anthony Elam, gumzo pevu tu kuzungumza, yani hakuna mambo mengi hapa. Ukiwa kama kuna swala ambalo ungeona kwamba ningependa kuangazia, kwenye comment pale niambie. Na kama unahisi kwamba hii imekuwa ni yako, basi shiriki kwenye timeline yako ama kwenye marafiki zako, pia inapendeza sana. Time poa, next time tena tupatane, niambie ni kitu gani ungependa nizungumze next.